huwezi kuona Mungu akivumilia ibada ya sanamu kabisa, kwa sababu ibada ya sanamu ni kumleta Mungu mwingine katika utawala wa Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo hawezi kuvumilia. Umeona kabisa Mungu anaweka pale ibada ya sanamu, usisujudie sanamu, usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini watu walipojaribu kuingiza ibada ya sanamu, Mungu alishughulika straight kama ilivyo, bila tungetumia lugha ya kibinadamu tungesema bila kupepesa macho. Mungu anasema usizini, iko kwenye Biblia kabisa. Lakini angalia matendo yale yalifanywa lakini inapokuja kwenye hoja ya ushoga na usagaji, Mungu havumilii, ni straight. Sodoma na Gomora ikaangamizwa. Nataka uone jinsi ambavyo, sina maana ya kwamba dhambi hizi zinatofautiana katika habari ya hukumu mbele za Mungu, lakini zinatofautiana kwa matokeo hapa duniani. Zote zinaelekeza katika moto, lakini matokeo yake hapa ni tofauti. Sasa anaposema hizi 6 na 7 ni vitu ambavyo hawezi kuvivumilia. Twende taratibu taratibu ili tuweze kuangalia. Wewe ambao unifuatilia kwa njia ya television, angalia kwenye TV yako. Wewe ambao unafuatilia kwa njia ya redio, utasikiliza tu moja kwa moja. Sikia maneno haya ambayo nataka niweze kuyasoma straight ili uweze kuona kile ambacho tunaelekea kukiangalia siku ya leo. Mungu anapotoa orodha ya tabia ambazo anazichukia, lengo lake sio kutisha watu, bali kuwapa ufahamu wa kina kuhusu tabia ambazo huanza katika hali ya kimya ndani ya moyo, kisha zinajengwa taratibu bila kutambuliwa, na baada ya muda zinavuruga mfumo mzima wa maisha, zinapunguza uwezo wa roho ya kumtii Mungu, zinaharibu mwelekeo wa kiroho, na zinaleta athari za muda mrefu katika familia, ndoa, huduma, jamii na hatima za kizazi kijacho, kwa sababu dhambi hizi hazitokei kwa ghafla, bali hutengenezwa ndani kama sumu inayopatikana katika kiasi kidogo, lakini baada ya muda huenea na kuharibu mwili wote wa tabia ya ndani ya mtu.